Na habari gani? Salama vipi? Tuwe pole wote kwa msiba. Kwa kweli tuwe pole. Yeah. Na tukiwa hapa katika viwanja hivi vya maombolezo kumuaga mpendwa wetu Charles Hilary, wewe ukiwa kama miongoni mwa watu walikuwa unamfahamu, unamzungumziaje na utendaji wake wa kazi kwa ujumla katika enzi za uhai wake? Mimi binafsi ni mtu ambaye nimekuwa nikifanya kazi naye kwa sababu mimi ni msaidizi wa Mheshimiwa Rais katika maendeleo ya jamii, na yeye kama alivyojua alikuwa ndo mkurugenzi wetu wa habari wa Mheshimiwa Rais. Kwa nimefanya kazi kwa muda mrefu tokea kuja kwake Ikulu pale Zanzibar. Sasa kusema kweli ni pigo kubwa. Ni mtu ambaye alikuwa iko very energetic. Huwezi kukaa dakika moja hajafanyia masara. Yani sometimes nilikuwa nikamuuliza hivi unazitengeneza, na kwa yake random zinakuja tu, maana yake anaweza kaja hapa akakuona umekasirika, labda jana kuna mpira umechezwa, atakuingiza lakini atakufanya kwa masara ambayo itabidi utabadilisha tu ile modi yako. Na kama jambo ambalo alikuwa akilisisitiza sana kwa sisi vijana ambao bado ndio tupo tunaendelea kufanya kazi na tunataka kufuata ile mwendo angalo tukafika hiyo miaka 66 aliyofika yeye, alikuwa anasema vile vile usiruhusu hasira zikakuendesha. Unafahamu usiruhusu hasira kwa kuendesha. Kwa hivyo nafikiri ndio jambo hilo. Yani kila siku jamaa alikuwa na energy ya mwenendo huo. Na mambo vipi? Poa, habari? Salama. Majina? Naitwa Hadija Salum Ali, mkuu wa idara ya siasa na uhusiano wa kimataifa CCM Zanzibar na katibu wa kamati maalum ya NEC Zanzibar. Tukiwa hapa kwenye maombolezo ya mpendwa wetu ndugu Charles Hilary, unahisi mchango wake katika tasnia ya mawasiliano au katika tasnia ya habari ulikuwa mkubwa kiasi gani? Asante ndugu mtangazaji. Mchango wake kaka yetu Charles Hilary ni mkubwa sana, na pia ameacha alama, na ninaweza kusema kwamba kampa rank ya mtangazaji, alikuwa mtangazaji nguli au mwanahabari nguli. Amelea vipaji vingi, amefanya katika taasisi nyingi za private na za umma na za serikali. Kwa hiyo ni ameacha alama na atakumbukwa kwa mengi, na wapo ambao walikuwa ni role model kwao, wanamfuata, ni kama kigezo chema kwenye tasnia, na pia alikuwa ni kama mwenzetu kwa upande mwingine. Ukimtoa, alikuwa pia ni mwenzangu katika mambo ya siasa, tulikuwa tukibadilishana mawazo mawili matatu. Pia alikuwa ni mshauri kwangu, kwangu mimi yeye ni mkubwa kwangu, kwa hiyo sitaweza kumsahau kirahisi. Na tunasema hii njia yetu ni sote, lakini ni ngumu kuamini kama binadamu. Baadaye tutazoea, lakini uhalisia ndio huo. Tutaendelea kumkumbuka kwa mema aliyotuachia na tutazidi kumwombea. Shukrani sana. Asante sana. Na hatimaye zoezi zima la kuuaga mwili wa mpendwa wetu Charles Martin Hilary limekamilika na limehitimishwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, na mwili umetoka hapa unaelekea kanisani kwenye ibada, na badala hapo atapelekwa Mwanakwerekwe kwenye makazi yake ya milele.